kulia kuliko vipindi walivyokuwa wanaishi kwa furaha. Hii ni kwa sababu kwenye changamoto ndipo maisha ya wengi yalibadilika na kuwa bora zaidi. Fuatilia simulizi za watu wengi wenye mafanikio ya kweli, wapi wametoka. Kwa hiyo, hii fikra inaweza kuwa ni kweli kwamba inawezekana kile unachokiita shida kubwa leo ndio kitu kinachojaribu kukusukuma kwenye kiwango bora zaidi cha maisha yako ya kesho. Hebu turudie tena hiyo, kwamba inawezekana kile unachokiita shida kubwa leo kikawa ndio kitu kinachojaribu kukusukuma kwenye kiwango bora kabisa cha maisha yako ya kesho. Hebu tazama maisha ya kawaida. Unapopata changamoto kazini, akili yako inataka kukimbia. Unapopitia shida ya kifedha, kwa wengi huhisi kama wameonewa. Na unapokutana na kukataliwa, unaona kama dunia imekugeuka au imekutenga. Na bila hata kujua, wengi huanza maamuzi madogo yanayowadidimiza. Unaanza kukata tamaa mapema, unaacha kujaribu tena, na unaanza kusema, labda hii sio njia yangu. Na taratibu, shida inakuwa mwisho wa safari yako. Sio kwa sababu haikuwa na suluhisho, bali kwa sababu uliiona kama adhabu na sio ishara. Watu wengi wanaamini kitu kimoja, kwamba maisha mazuri ni yale yasiyo na matatizo, lakini ukweli ni tofauti kabisa, kwamba maisha bila changamoto hayamjengi mtu, bali yanamdhoofisha. Shida sio kikwazo cha mafanikio, bali ni njia ya kuelekea kwenye mafanikio. Kila uwezo mkubwa unazaliwa kwenye presha, na kila mabadiliko makubwa huanza pale mambo yanapokwama. Hivyo, tatizo sio shida ulionayo, bali tatizo ni namna unavyoitafsiri. Ukweli ni huu, watu wengi hawashindwi kwa sababu ya ukubwa wa matatizo yao, bali wanashindwa kwa sababu wanayachukulia matatizo kama ishara ya kuacha. Wanapokutana na ugumu, wanauliza, kwa nini mimi? Lakini hawajiulizi, hii inanifundisha nini? Najua, shida zinaumiza, na ndio maana wengi huzikimbia. Lakini kumbuka kuwa, kila unapoikimbia shida, fahamu kuwa unakimbia pia nguvu uliyopewa kuishinda shida hiyo. Na hapo ndipo watu wengi hubaki pale pale kwa miaka mingi. Sio kwa sababu hawana fursa, bali ni kwa sababu wanazikataa wenyewe bila kujua. Badala ya kuona shida kama mwisho, anza kuiona kama ujumbe au ishara fulani. Kwa sababu kila changamoto inakuja na swali ndani yake. Inakuuliza, je, utajifunza nini hapa? Au utaimarika kwa namna gani hapa? Au utabadilisha nini ndani yako kutokana na shida hii? Na hii ndio tofauti kubwa. Watu wengi huona shida kama mzigo, na wachache huona kama ni mafunzo. Na mara tu unapoanza kuwa na mtazamo sahihi kuhusu shida, basi kitu kimoja hutokea. Unaacha kuwa muhanga wa tatizo hili, na unaanza kuwa mwanafunzi wa maisha. Unaanza kuwa mtulivu hata mambo yanapoharibika, kwa sababu unajua kuna kitu cha kujifunza ndani yake. Unaacha kuogopa makosa, kwa sababu unaanza kuyaona kama ni darasa. Unakuwa jasiri zaidi kuchukua hatua, kwa sababu hata mambo yakikwama, hauoni tena kama mwisho. Na taratibu, watu wengine wanaanza kukuona tofauti. Wanakuona kama mtu mwenye nguvu, lakini hawajui siri yake. Lakini siri ni nini? Umebadilisha namna unavyoziona shida. Sasa kama unataka kuanza kutumia shida zako kama fursa, anza kufanya mambo machache. Kwanza, kila unapokutana na tatizo, jiulize swali moja: tatizo hili linanifundisha nini? Pili, andika changamoto moja unayoipitia sasa, na chini yake andika uwezo mmoja unaolazimika kuujenga ili kuishinda shida hiyo. Tatu, acha kukimbia hali ngumu mara moja. Kaa nayo kidogo, ichunguze, ielewe. 4, chagua tatizo moja ulilokuwa unalikwepa. Chukua hatua ndogo kulikabili leo. Hapo ndipo mabadiliko huanza, kwa sababu ukweli ni ule ule, kwamba shida zako sio adhabu ya maisha, bali ni mafunzo yaliyofichwa. Na kama utajifunza kuzitumia, basi shida zako zitafungua milango mikubwa kuliko ulivyowahi kufikiria. Sikiliza tena hii, faida kubwa itapatikana. Naitwa Ezden Jumanne.